Lakini jambo la tatu leo tumewaiteni hapa juu ya uzinduzi wetu wa programu ya Kijani First Time Voters. Na Kijani First Time Voter hii sio programu mpya, bali huu ni muendelezo wa programu yetu ile ya mwanzo iliyokuwa ikiitwa Kijana na Kijani. Na kampeni yetu hiyo ilikuwa na kauli mbiu inayosema tunazima zote tunawasha kijani. Kampeni ambayo tuliizindua pale Dar es Salaam, tukaenda Pemba, tukaenda na Unguja. Kwa hiyo huu ni muendelezo wa ile kampeni ya Kijana na Kijani. Sema kwa kuwa tumelitarget ama tumelikusudia kundi maalum la vijana. Lakini sio tu kundi maalum la vijana, bali tumekusudia kundi maalum la vijana kwa wale ambao watakuwa mara yao ya mwanzo wanapiga kura. Ndio maana tukaita Kijani First Time Voters. Lakini lengo la kampeni hii ni bado kuendelea kuwasisitiza vijana wote ambao wanakwenda kupiga kura mwaka huu 2025 kuhakikisha wanakwenda kuchagua rangi ya kijani. Na tumetumia rangi ya kijani ili iweze kubeba mantiki na dhima na dhamira ya viongozi wetu wote wanaokwenda kugombea katika mwaka huu 2025. Hapa nikiwa na maana ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ndio champion wetu nambari 1, lakini pia na Rais wa Zanzibar na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, nikiwa na maana ya Daktari Hussein Al-Hassan Mwinyi. Pia tukiwa na maana kampeni hii imelenga kuenda kuwaombea kura waheshimiwa wabunge katika majimbo yote watakaotokana na Chama cha Mapinduzi. Lakini pia sambamba na hao waheshimiwa wawakilishi kwa kule kwa upande wa Zanzibar na madiwani kwa upande wa Tanzania nzima. Kwa hiyo ndio lengo kubwa la Kijani First Time Voters. Na tunayo kauli yetu ambayo tunasema ikiwa watu hawasikii, ikiwa watu wanajifanya hawaoni, basi mwaka huu kwa mwaka 2025 tunayo kampeni chetu kidogo cha kuambia kwamba rangi nazo zitaongea kwa mwaka huu 2025. Kwa msingi huo, hiyo ndio dhamira kubwa ya Kijani First Time Voters. Kama una swali karibu. Kuna medili na wale wanaopiga kura kwa mara ya kwanza. Lakini kuna wale ambao waliwahi kupiga kura lakini wakakata tamaa na kurudi kupiga kura kwa mara nyingine. Wao mnaweka katika kategori gani? Lakini pia mnatumia mbinu gani kuhamasisha zaidi kuendelea kujitokeza kushiriki kwenye uchaguzi? Labda niweke vizuri kwamba kampeni hii kama nilivyoeleza hapo mwanzo ni muendelezo wa kampeni ya Kijana na Kijani yenye dhamira ya kuendelea kuwahimiza vijana kujitokeza kwenda kukichagua Chama cha Mapinduzi. Na sababu kubwa iliyotufanya kuambia watoke waende wakachague Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya utekelezaji mkubwa wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini ukienda katika ilani ya Chama cha Mapinduzi yako mambo mengi makubwa yamefanywa kwa ajili tu ya vijana. Ukiangalia mikopo ya halmashauri, mikopo 30% ile tunaita local content. Ukirudi katika ujenzi wa shule hizi nikiwa na maana kuanzia elimu ya msingi mpaka elimu ya juu, lakini ukijumlisha na elimu bure, hii yote inakwenda kuwanufaisha vijana. Lakini sambamba na hiyo mikopo ya elimu ya vyuo vya kati ambayo hapo mwanzoni haikuwepo, na champion wa jambo hili atakuwa ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Kama hilo halitoshi, ujenzi wa miundombinu ambao vijana itawezesha kusafirisha mazao kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tutaenda kuyaeleza yale mazuri na makubwa yaliyofanywa kwa upande wa vijana. Hiko ndio kikubwa ambacho tukitumia katika kuwashawishi vijana hususan wanopiga kura kwa mara ya mwanzo. Na hapa naomba niweke vizuri ili unielewe, kampeni hii tumewa champion zaidi wale wanopiga kura kwa mara ya kwanza, kwa sababu wao ni wanagenzi ambao hawafahamu namna na zoezi la upigaji kura linaendaje, na pengine wanaweza kuwa wanagenzi au wageni katika masuala mazima ya kampeni. Na kama tujuavu, hapo baadhi ya wanasiasa ambao hawana nia njema na taifa letu na nchi yetu wanatumia kampeni chafu, kampeni nyeusi katika kushawishi vijana hawa. Kwa hiyo ndio maana tukasema tuanze na hawa vijana ambao ndio kwanza mara yao ya kwanza kupiga kura, lakini haina maana kwamba tumewaacha vijana wale ambao tayari ni wazoefu katika zoezi la kupiga kura. Lakini kampeni hii pia inalenga kuambia vijana wajitokeze kwenda kuania ama kugombea nafasi mbalimbali katika uchaguzi wa mwaka 2025. Hapa tukiwa na maana katika nafasi za ubunge, nafasi za uwakilishi, nafasi za udiwani kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini chengine inapanga ama inalenga kwenda kuwahimiza vijana katika namna bora na njema ya kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano wa taifa letu. Jana nilikuwa nikiperuzi mitandao ya kijamii, nimewaona vijana wa upande wa pili wa Kenya wakieleza wazi kwamba dhamira yao ya kuja hapa Tanzania kuja kufanya vurugu, na wakionyesha kwamba wamelipwa, ni wa Kenya kabisa. Na tunajua kampeni hizi zinaendelezwa kwa baadhi ya maeneo, na nimeshawahi kusema hivyo mara nyingi katika mikutano yangu ya kampeni. Kwa hiyo kampeni yetu bado pia inalenga kwenda kutoa elimu kwa vijana, kwa sababu ndio kundi lenye nguvu, wasije wakatumika vibaya na wanasiasa wenye propaganda nyeusi katika kuwajaza majungu, katika kuwajaza fitina, katika kuwajaza chuki kwa taifa lao na nchi yao ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uzuri taifa letu la Tanzania linalindwa na katiba, linalindwa na sheria. Lakini taifa letu tumegawana majukumu. Viko vyombo vya sheria
viko vyombo ambavyo vinahusika na ulinzi na usalama wa taifa letu. Sisi kama jumuiya ya umoja wa vijana, kazi yetu itakuwa ni kutoa elimu kwa vijana wenzetu juu ya umuhimu wa kutunza amani, umoja na mshikamano na usalama wa taifa letu.